Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi nyingine ambayo tunatafakari maneno yake. Kwa siku 3 zilizotangulia tumekuwa tukitafakari juu ya msalaba na madhabahu. Na katika siku ile ya jana tuliona jinsi ambavyo mambo ya kumwabudu Mungu, mambo ya kuenda mbele za Mungu katika kipindi hiki cha Agano Jipya yanakwenda zaidi katika namna ya rohoni kuliko katika namna ya mwilini. Waebrania sura ile ya 1 anasema Mungu hapo mwanzo alizungumza nasi kwa na nyingi na katika sehemu nyingi katika manabii, na mwisho wa siku hizi amezungumza nasi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, na kwa huyo aliufanya ulimwengu. Akiisha kufanya upatanisho, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu mbinguni. Akiisha kufanya upatanisho, akiisha kujitoa mwenyewe kama dhabihu, aliketi mkono wa kuume mbinguni. Yaani alikaa kwamba amekamilisha kazi. Katika neno alilolitangaza pale msalabani akisema imekwisha, ni kwamba kazi hiyo imekwisha. Pia tunaona kwamba Yesu mwenyewe ndiye aliyejitoa kuwa dhabihu kama tulivyosoma katika Waebrania sura ile ya 10 mstari ule wa 10, akautoa mwili wake kuwa dhabihu. Pia tuliona kwamba Yesu yeye mwenyewe alifanyika sadaka ya kuteketezwa, akijitoa kikamilifu kwa Mungu, akisema kwamba sadaka na matoleo hukupendezwa nayo, lakini mwili umeniwekea ili nimekuja ili niyafanye mapenzi yako. Na ondoa la kwanza aweka jipya, ina maana ondoa agano la kale anaweka agano jipya. Na Biblia inasema kwamba Torati na manabii vilikuwa mpaka wakati wa Yohana, na tangu wakati ule habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa na kila mtu hujiingiza mwenyewe kwa nguvu. Pia Yohana alipoanza kuhubiri alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo tumemwangalia Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu, kwamba takwa la Mungu la msamaha wa dhambi kwa dhabihu lilitimia pale Yesu alipojitoa mwenyewe msalabani. Na sadaka ile ni ya kudumu, haina haja tena ya kurudiwa au kutolewa mara kwa mara kila mwaka. Anasema alijitoa mara moja tu. Na hii tumeona kwamba inatupa nguvu ya kiroho ya kutembea katika imani tulionayo katika Yesu Kristo. Kutafakari habari ya msalaba na kuiona msalaba kama ni sehemu ambapo Yesu alijitoa, inatupa nguvu ya kuimarisha ile imani tulionayo na jinsi tunavyotembea na Mungu wetu, jinsi tunavyopokea msamaha, jinsi tunavyoenda mbele za Mungu kwa ajili ya ibada, na jinsi ambavyo tunaweza kujitoa maisha yetu kuwa sadaka kwa Mungu. Leo tutaangalia jinsi ya kutumia vinywa vyetu katika kupata faida au kukamilisha ndani ya maisha kile ambacho Yesu amekifanya msalabani. Petro anaandika katika waraka wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 24, anasema naye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti au juu ya msalaba, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi na tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Biblia ikisema kwa kupigwa kwake mliponywa, pia ina maana kwa kupigwa kwake mliokolewa. Maana Biblia inasema kwa kila alitiaye jina la Bwana ataponywa, kila alitiaye jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo Petro hapa ametoa kauli ambayo inaonyesha msimamo wake wa imani, ujasiri alionao, uhakika alionao juu ya kifo cha Yesu Kristo, kwamba yeye mwenyewe alijitoa msalabani kwa ajili yetu.
Ni jambo ambalo linatakiwa kuwa ni ukiri wetu, ni jambo ambalo linatakiwa kwamba liwe katika mioyo yetu na litoke katika vinywa vyetu ili liweze kutupa manufaa ya kiroho. Maungamo ni nini? Kuungama au maungamo ni kukubaliana, ni kukubali, ni kuahidi, ni kutokana, ni kukiri, ni kutangaza, ni kukiri hatia, ni kutengeneza, ni kusema kwa uhuru, ni kutangaza kuwa wewe ni mfuasi, pia ni kusifu. Waebrania sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema, kwa hiyo ndugu zangu watakatifu wenye kushiriki wito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Wiki hii yote tulikuwa tukisema kwamba tunatafakari habari ya kifo cha Yesu msalabani. Hapa anatueleza kwamba mtafakarini sana yeye aliye mtume na kuhani wa maungamo yetu. Kule kukiri kwetu, kule kumkubali, kule kumtamka, kule kumtangaza, maungamo yetu. Waebrania 13 mstari 15 anasema, kwa kuwa kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iungamalo jina lake. Lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zinazompendeza Mungu. Tuliangalia pia huu mstari jana kwamba ziko sadaka zinazompendeza Mungu. Moja wapo dhabihu ambazo sasa hivi tunaweza kuitoa ni vinywa vinavyoliungama jina lake, vinavyokiri, vinavyomkubali, vinavyomtangaza, vinavyomsifu. Hiyo ni dhabihu ambayo ni ya sifa daima mbele za Mungu. Paulo akamwandikia Timotheo katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 12, akamwambia, piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayehifadhi hai vitu vyote, na mbele ya Kristo Yesu aliyeungama maungamo mazuri mbele ya Pontio Pilato. Timotheo anaambiwa kwamba aushike ule uzima wa milele na yale maungamo aliyoyaungama mbele ya watu wengi, mbele ya mashahidi wengi. Ukiri, kutamka kwetu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu, iko nguvu katika neno hilo. Anasema Yesu mwenyewe alituonyesha mfano hata alipokuwa mbele ya Pontio Pilato akihukumiwa, aliyaungama maungamo mazuri. Katika hali ya vitisho kabisa akaulizwa, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Na alikubali, akasema kwamba wewe wasema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Katika waraka wa pili wa Yohana mlango wa 1 mstari wa 7 nasoma, anasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kwa nini ni muhimu kujua imani yetu na kuweka misingi na kujiimarisha na kuwa na maungamo mazuri juu ya Yesu na kifo chake msalabani? Kwa sababu yuko yule anayepinga, anayekuja duniani na kusema kwamba Yesu hakuja katika mwili au Yesu hatakuja katika mwili. Hata wapo baadhi ya watu ambao wanasema kwamba kitendo cha Wakristo kuadhimisha siku hii ya Ijumaa Kuu ni kitendo ambacho hakina maana, kwa sababu si siku ambayo ya kusherekea. Lakini wapo wengine wanakuja na mafundisho wakisema kwamba hata Yesu hakufa msalabani. Kuna wengine wanasema kwamba hakuna haja ya kuwekea umuhimu katika siku hii, na wengine wanakuja na maswali ya kutuchokonoa au kuuliza au kutaka kujua kwamba tunaamini nini
juu ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo msalabani. Si leo tu, hata wakati wa Paulo watu walikuwa wakipinga na kuleta maswali ya namna hiyo. Paulo aliacha sura nzima ya Wakorinto wa kwanza sura ya 15 akizungumzia habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu msalabani. Sura mstari wa kwanza mpaka ule wa 58 nafikiri anazungumzia, anasema mimi mwenyewe niliwaletea habari ile injili ya kwamba Yesu Kristo alikufa kama yanenavyo maandiko, na kwamba alifufuka na siku ya tatu na akapaa mbinguni na akajidhihirisha kwa wanafunzi wake na kwa mitume na hatimaye akajiridhisha kwangu, kwa Paulo. Huo ni ukiri wa muhimu sana kutoka katika vinywa vyetu. Biblia inasema kwamba kwa maana mtu akiamini kwa moyo wake na kukiri kwamba Mungu alimfufua Yesu katika wafu, huyo ataokolewa. Kwa hiyo neno la kukiri habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu ni la muhimu. Na wale wanaopinga, ile roho inayopinga inakuja na kuleta hoja ya kwamba Yesu hakufa. Wengine wanasema kwamba wakati Simoni Mkrene, wakati alipobeba ule msalaba na akamsaidia Yesu kubeba msalaba, walipofika pale kimiujiza Yesu alitoroka. Alafu Simoni akawa amesulubiwa, au mtu mwingine amesulubiwa badala ya Yesu. Yesu mwenyewe akaondoka akaenda sehemu zingine, akaoa huko, akakaa na watu wengine upande mwingine huko. Lakini hayo si mafundisho ya kweli. Ukweli ni kwamba Yesu alikufa msalabani kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko ina maana kama ilivyotabiriwa tangu Agano la Kale mpaka sasa ikatimilika katika sadaka ambayo Yesu aliitoa. Mara nyingine wanauliza, Petro anatushauri sura ya kwanza mstari wa 3 wa mlango wa 3 mstari wa 15, anasema muwe tayari siku zote kumjibu atakaye, muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini mlilonalo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Watu watauliza kwamba nini msimamo wako juu ya kufa kwa Yesu msalabani? Tafakari hii inatusaidia kuwa na msimamo ambao ni imara. Biblia inasema kwamba neno la msalaba kwa hao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Wokovu unapatikana katika msalaba, na msalaba wa Yesu. Tunasema kwamba tukizungumza habari za msalaba hatuangalii mti kama mti, lakini tunaangalia msalaba kama mahali ambapo Yesu alijitoa kama sadaka. Tuliona Yesu akasema kwamba aapaye kwa madhabahu huapa kwa madhabahu na vyote vilivyo juu ya yale madhabahu. Hivyo hivyo yeyote autafakarie msalaba, hutafakari msalaba na Yesu aliyetolewa katika ule msalaba. Paulo akasema kwamba sikutaka nijue neno lolote lile isipokuwa Yesu Kristo naye amesulubiwa. Akasema nionee fahari msalaba wa Yesu Kristo. Tunajua kwamba wapo maadui wa msalaba. Hao maadui wa msalaba tunapaswa kuhakikisha kwamba kwa neno linalotoka katika vinywa vyetu, uhakika na ukiri, maungamo yaliyo mazuri ya kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili, hayo yatatusaidia kuwafikishia wengine habari ya Injili. Yohana akaandika, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni mjue kwamba zinatoka kwa Mungu au la. Kila roho isiyokiri kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili, hiyo haikutoka kwa Mungu. Na hasa hiyo ndio roho ya mpinga Kristo, ambaye mlisikia kwamba anakuja na sasa imekwisha kuwako. Neno la kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ni la msingi sana katika imani yetu, na ni lazima
tuwe na uhakika na tuweze kuungama, kukiri, kukubali, kutokanusha, kusifu, kutangaza na kuwa wafuasi. Basi wapenzi, tumtafakarini sana Yesu Kristo aliye mtume na kuhani wa maungamo yetu. Yeye aliyeungama maungamo mazuri mbele ya Pontio Pilato, nasi tulipoamini tuliungama maungamo mazuri mbele ya watu wengi, mashahidi wengi. Hivyo tuushike sana uzima ule wa milele ambao uko katika Yesu Kristo kwa imani na kuthibitika katika kile kinachotoka katika vinywa vyetu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao na kwa maungamo yao na kwa matamshi yanayotoka katika vinywa vyao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya sadaka aliyotoa msalabani kwa ajili yetu. Asante kwa ajili ya wokovu ambao umetupa. Asante Bwana wa mbinguni kwa ajili ya Injili ambayo ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu kwa kila aminie. Mungu wa mbinguni, tusaidie tukatembee katika nguvu hizi kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.